tutakuwa na walking, tutaanza Septemba, na tumepata baraka zote kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo. Na nikisema tumepata baraka kwa sababu tumekaa na waziri Mheshimiwa Riziki Pepe, tumekaa na katibu mkuu. Kwa hiyo nimesimama hapa baada ya kupata baraka ya Wizara ya Michezo. Kwa hiyo mimi leo si mzungumzaji sana, nimpe nafasi mwenyekiti wangu ndugu Shehzada aelezee makusudio, madhumuni ya Utu Kwanza Marathon Zanzibar na kuitangaza Zanzibar kimataifa, kwa sababu mashindano haya yatapoanza Septemba, sio wakimbiaji wa ndani tu, mpaka wakimbiaji nchi za nje watakuja. Kwa hii ni fursa ya kuitangaza Zanzibar katika masuala ya utalii. Nakushukuru sana, na nisema kwa mara nyingine niwashukuru sana masponsa, bila wao hatuwezi kutembea. Mr. Boni pia yupo leo hapa anawakilisha. Hawa ni wadhamini wetu wa venue. Wao ndio watakuwa ni host wetu hapa. Tutakuwa tunaanzia mbio zetu hapa na tutamalizia hapa, na pia kuna huduma tofauti watakuwa wanatupatia, na tunawashukuru sana Golden Tulip Airport Zanzibar. Lakini pia tuna mdhamini mwingine ambaye anaitwa Skylink Travel and Tours. Skylink Travel and Tours ni kampuni ambayo ni ya Travel and Tours Tanzania, na wapo Zanzibar, lakini wao wana international alliance ambayo wanafika mikoa, tuseme nchi almost 85 na kwenda huko juu. Kwa hiyo wao watakuwa wanaitangaza Utu Kwanza Run duniani kote, na watakuwa wanatusaidia pia kwenye mambo ya logistics, kwenye mambo ya kuweza kuwapokea wageni hapa Zanzibar na kuwafanyia booking mbalimbali, kwenye accommodation, kwenye usafiri. Kwa hiyo wao wana play role kubwa ya kuweza kuisambaza hiyo Utu Kwanza Run nchini, lakini pia nje ya nchi. Alafu tuna wadhamini wengine ambao pia wametuchangia kwa hali na kwa mali. Tuna kampuni ya wanasheria ya Riven Co, tuna kampuni ya marketing ya Panda Vibes, tuna Plascon, tuna Advent Construction, tuna Grant Thornton, tuna pia kampuni ya Multicolor ambayo ni hapa ya Zanzibar, tuna pia kampuni ya Sanlam, lakini pia tuna GSM Beverages, na tunawaalika kampuni zingine pia kuweza kuja kutusaidia kwa hali na mali, kuweza kuwezesha tukio letu hilo tarehe 6 Septemba 2026. Lakini mwishoni ningependa kusema kwamba kazi ambayo tunafanya sisi Utu Kwanza ni kuenda kuwajali hawa watu ambao nimesema wamesaulika. Kwa hiyo kwa kila mwananchi tunafahamu kwamba changamoto hizi za kukamatwa au kupata changamoto za kuwekwa mahabusu au kuwekwa kufungwa ni kitu ambacho kinaweza kikampata mtu yoyote. Hili halitakuwa ni tukio la resi za kwenda mbio, lakini itakuwa ni sehemu ya sherehe au kusherekea afya, umoja, mshikamano, lakini pia na ukarimu, na kuweza kuonyesha wageni maana halisi ya Zanzibar, lakini pia kuonyesha ule ukuaji wa utalii wa michezo katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Tukumbuke kwamba utalii wa michezo ni moja ya vipaumbele vya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika vipaumbele vitano ambao tulikabidhiwa kama ni sehemu ya kwenda kuchambua utalii wetu na kuwa na bidhaa nyingi zaidi.
Kwa hiyo moja wapo ilikuwa ni utalii wa michezo, na kadri tunavyoendelea kufanya hii diversification ya tourism offerings ni kwamba utalii wa michezo umekuwa unashika kasi zaidi. Tukiangalia miundombinu ambayo inatayarishwa, kuanzia barabara, viwanja vya michezo ambavyo ndani yake vinakuwa na sehemu ya riadha,